Jaji wa Marekani ameruhusu utawala wa Trump kumfukuza nchini Mahamadou Khalil, mhitimu wa chuo kikuu cha Columbiana ambaye alikamatwa mwezi uliopita kutokana na ushirika wake katika maandamano ya kuunga mkono wa Palestina. Bwana Khalil ambaye ni mkazi halali wa Marekani mwenye kadi ya kijani green card hajafunguliwa mashtaka yoyote ya jinai, na katika barua yake aliyoiandika kutoka katika kizuizi alisema kuwa kukamatwa kwake kulikuwa na matokeo ya moja kwa moja ya kusimama na kuwatetea wa Palestina. Serikali imetumia sheria ya uhamiaji ya enzi za vita baridi kusema kuwa uwepo wake nchini Marekani ni kinyume na maslahi ya sera ya mambo ya nje ya Marekani, na uamuzi wa mahakama ya uhamiaji haumaanishi kuwa Bwana Khalil atafukuzwa moja kwa moja kutoka nchini humo. Hata hivyo, jaji amewapa mawakili wake hadi tarehe 23 Aprili kukata rufaa dhidi ya amri hiyo. Mwanaharakati huyu amekuwa akizuiliwa katika kituo cha mahabusu huko Louisiana tangu tarehe 8 Machi, wakati maafisa wa uhamiaji walipomwambia kuwa atafukuzwa nchini kwa kushiriki katika maandamano dhidi ya vita vya Gaza. Utawala wa Trump umetaja sheria ya mwaka 1952 inayoruhusu serikali kuamuru mtu afukuzwe nchini endapo uwepo wake unaweza kusababisha athari, hasa katika sera za mambo ya nje za Marekani. Khalil ambaye hapo awali alikuwa kimya alihutubia mahakama baada ya uamuzi huo kutolewa. Ni wazi kwamba kile tunachoshuhudia leo hakuna hata mmoja ya misingi hii iliyokuwepo katika mchakato huu mzima. Hii ndiyo sababu hasa ambayo serikali ya Trump imenileta katika mahakama hii maili 1000 mbali na familia yangu. Hata hivyo, shirika la haki za binadamu la American Civil Liberty Union iliueleza uamuzi huo kuwa ulikuwa umeandaliwa tayari. Shirika hili linasema uamuzi huo uliletwa chini ya saa 48 baada ya serikali ya Marekani kukabidhi ushahidi uliokuwa nao dhidi ya Khalil ambao haukuwa zaidi ya barua kutoka kwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye alieleza wazi kuwa Khalil hakufanya kosa lolote la jinai, kuwa analengwa kwa misingi ya maoni yake tu. Hata hivyo, timu ya mawakili wa Bwana Khalil imesisitiza mara kwa mara kuwa hakuna ushahidi wa chuki dhidi ya Wayahudi uliowasilishwa.